Jua liliendelea kumpiga akiwa amekaa katika kiti karibu na getini. Macho yake yalitazama swimming pool kwa muda mrefu sana. Huyu alikuwa ni mlinzi wa getini katika jumba kubwa sana na la kifahari. Endapo ungepata nafasi ya kuweza kumuona mwanaume huyu, msikilizaji, ungetambua wazi kwamba kwa wenzake muda huu, kutokana na rika lake, basi hao wenzake wangekuwa vyuoni wanatafuta shahada zao ili waje mtaani kubeti mara baada ya kuhitimu chuo. So unajua hali yetu sasa hivi, msikilizaji, kama ilivyo katika nchi nyingi barani Afrika. Lakini kwa kijana huyu, yeye mambo yalikuwa tofauti. Kibali cha elimu alikipoteza tangu darasa la 7 na ndoto yake ikafia hapo. Hakuwa na muda na cheti wala madaftari zaidi ya kujua kusoma A, E, I, O, U. Basi aliishia hapo, labda pamoja na kuhesabu namba 1, 2, 3, 10, 20, 50. Aliishia hapo. Ulingo wa walimwengu ukamdondosha sehemu asiyoikusudia, ukamleta sehemu hatari zaidi na kugeukia kazi ya mbwa. Akaingia katika kazi ya ulinzi ambayo ilidharauliwa na watu wengi, lakini kwake aliichukulia kama sehemu ya kumuingizia kipato. Aliithamini kuliko alivyokuwa akijithamini yeye mwenyewe, msikilizaji. Basi kijana huyu akiwa anaendelea kuangalia, mara ghafla honi ilisikika kwa nje. Pip pip pip. Sauti hii ikamkumbusha kwamba huenda bosi wake atakuwa anarudi kutoka kazini. Alijikusanya vyema na kupiga hatua hadi katika mlango, kisha alifungua. Macho yake yakatazama mbele. Aliweza kumwona bosi wake ambaye alikuwa ni wa kike, akiwa kama dereva, kwa maana alikuwa amekaa upande wa dereva katika gari ile, na pembeni yake kulikuwa na mwanae ambaye alikuwa ni wa kike. Binti huyu, kama ungepewa nafasi ya kuweza kumkadiria umri wake, msikilizaji, nina hakika hata lile tukio la Septemba 11 usingelivuka, kwa maana alikuwa ni mtoto wa 2000. Alionekana kuwa ni bado binti mdogo kabisa na hawezi kuzidi umri wa miaka 25. Mtoto wa 2000 nikisema hivyo na maanisha, msikilizaji, na ushaelewa. Basi baada ya kujihakikishia kwamba wale ni mabosi zake wamefika, alifungua geti vizuri kabisa na Range mpya new model iliingia ndani, ikaelekea hadi sehemu ya maegesho ya magari na kusimama. Alianza kushuka binti ambaye alimtazama mlinzi alipo pindi tu jicho lake lilipomuona. Uso wake ukaweka tabasamu na haraka sana alimkimbilia mbio mbio, huku sura ikizidi kutoa tabasamu hadi alipokuwa yule mlinzi. Akamkumbatia kwa bashasha, nikana kwamba ni watu waliopotezana kwa muda mrefu sana. Binti alizungumza akiwa anatoka katika kumbato la mwanaume yule mlinzi. Wow, Isa, nilikumisi mno. Yaani tangu nikiwa chuo niko nakufikiria Isa wangu. Nimefurahia kukuona. Binti alijimwaya mwaya pale, wewe huko tabasamu likiwa usoni mwake. Maneno yake alimkera sana mama yake ambaye wakati huo alikuwa ndo anashuka katika gari. Alishikwa na hasira vibaya mno. Akamtazama binti yake huku akihema juu juu. Alifoka kita, "Wewe Nadhifa, abe, kuna nini kinaendelea? Mbona sielewi wewe mtoto?" Mama, mama naye hamna kitu mama. Hamna chochote." "Hakuna? Yeye unaniambia hamna wakati nimeona unamkumbatia huyo mlinzi?" "Mama, yani nilikuwa nimemiss tu mama, na acha kufikiria vitu vingine kwa sababu unajua ni muda mrefu sasa niko shule tu, sijamuona muda mrefu mlinzi huyu." Binti huyu aliyeitwa Nadhifa na mama yake alijitetea huku akikunja baibui ambayo alikuwa ameivaa. Mama alimtazama mwanae kwa jicho kali sana la kuonya. Sasa lile jicho ambalo mama huwa anamtizama mtoto wake kama onyo kwamba subutu usogeze kidole chako nitakuonyesha. Ndicho ambacho kilikuwa kinaendelea wakati huu. Basi baada ya hapo yule mama akamwambia mtoto wake, "Hebu ingia ndani haraka sana." Basi Nadhifa alionyesha kuchukizwa sana, lakini hakuweza kupingana na kauli ya mama yake. Aliingia ndani huku sauti ya kilio ikisikika wakati alipofika mlangoni. Sasa yule binti alipokuwa ameingia kule ndani, akawa ameacha msala mzito sana huko nyuma. Kwa maana aliacha msala mkubwa sana kwa mlinzi, kijana wetu Isa, ambaye alipigwa kofi zito sana katika shavu la kulia. Alipoinua shingo yake tu na kumtazama mama Nadhifa, alikutana na swali. "Hivi wewe mwanaume, kumbe unatembea na mwanangu muda wote upo hapa si ndio?" Mama Nadhifa alifoka, jasho lilimtoka na hakuacha kubana mdomo wa chini kama ishara ya kukasirika. "Bosi, amna bosi, sio kweli." Isa hakumaliza kuzungumza, kofi jingine lilitua katika shavu lake. "Kelele wewe mpuzi mmoja wewe." Alipayuka mama Nadhifa. "Hivi unataka kuniharibia mwanangu, si ndio?" "Bosi,
tabia hiyo nimeanza lini na unafahamu kuwa nimekuwa hapa kwa muda mrefu tu? Na kama hilo halitoshi bosi, unafahamu kabisa kwamba mimi nina mwanamke wangu, nina mke wangu nyumbani na tuna mtoto wa miaka 2 sasa. Kwa ndio maana unataka kuniharibia na mtoto wangu kama ambavyo umemharibu huyo mke wako, si ndio? Mama, mimi sijui kufanya hivyo. Tafadhali nielewe bosi wangu. Kwa hiyo mimi unanifanya mimi mtoto mdogo, si ndio? Kwamba sijui kinachoendelea hata kama nimeona kwa macho. Sasa wewe subiri. Mama Nadhifa aligomba na kuonesha ana hasira zilizopitiliza. Kisha aliondoka. Alipiga hatua hadi ndani ambako hakukaa sana. Alitoka na bahasha ambayo aliifungua. Noti 3 za 1000 zilitolewa katika bahasha ile. Alifoka huku akimkabidhi Isa akisema, mkataba wangu wa mimi kufanya kazi na wewe unaishia hapa. Shika pesa yako, sitaki maneno. Mikono ya Isa ilipokea pesa ile kwa unyenyekevu wa hali ya juu mno, msikilizaji. Hakutegemea kama ungekuwa ni mwisho mbaya kiasi hichi katika nyumba ile. Akajaribu kujitetea kwa mara nyingine mbele ya bosi wake huyo. Lakini bosi, mimi hebu usinipande kichwani. Isa, usinipande kichwani tafadhali. Bosi, mimi nimeishi na wewe kwa muda gani kwani? Umenisaidia mambo mangapi? Mimi hukufanya haya kweli? Wewe unaamini kabisa mimi nafanya hivi? Isa hakuacha kujitetea zaidi na zaidi, uso wake ukaloa na machozi. Hakujua anahukumiwa kwa lipi, ikiwa ni Nadhifa ndiye alienda kumkumbatia na si yeye. Yeye alikuwa bize tu na mambo yake, lakini sekunde kadhaa akashtukia tu mtu akiwa maungoni mwake. Sasa angefanyaje? Taswira halisi ya tukio zima pindi lilipopita katika kichwa chake ilizidi kumuumiza moyoni sana kijana Isa. Isa akadondosha machozi mfululizo huku akipiga magoti. Aliomba msamaha akiwa chini. Bosi, nitaenda wapi na sina kazi nyingine zaidi ya hii bosi wangu? Familia inanitegemea. Nategemewa na familia yangu bosi. Kumbuka hilo bosi wangu. Nadhani ni bora ufanye nilichokwambia. Sawa Lakini sina mimi mahusiano na binti yako bosi. Sina mimi. Niwe tu mkweli, sijawahi kuwa na mahusiano na Nadhifa hata siku moja bosi wangu. Sijawahi kabisa na sikutegemea kama hili lingetokea bosi wangu. Na kama ni kweli tupo, basi mimi nipo tayari kumwacha, ila usinifukuze kazi bosi wangu. Hii kazi ndio kila kitu kwangu. Wewe Isa, unaona unazidi kunichafua tu. Naona sasa unataka kunipanda kichwani. Unanijua vizuri kweli wewe Isa? So usitaki kunipeleka jela. Nitakufanya kitu kibaya sana. Hujui nagharamia nini kwa binti yangu Nadhifa? Hujui. Toka hapa sasa hivi. Mama Nadhifa safari hii hakupayuka bure. Aliweka na kuweza kumsukuma Isa ambaye alidondoka chini. Ardhi ikaupokea mwili wa Isa ambaye alidondoka kama mzigo chini puu. Msikilizaji, upendo na chuki vikajidhihirisha kwa watu wale wawili. Isa akafahamu tabia ya vitu hivi huwa zinajidhihirisha hata usipotaka kuvielewa. Aliona chuki ikizaliwa na hana tena uwezo wa kumshawishi Mama Nadhifa kwa maana bosi wake aweze kumuelewa. Hivyo aliamua kujikusanya. Akabeba 3000 yake na kuiweka mfukoni. Kilichofuata ilikuwa ni kuondoka katika nyumba ile. Mdogo akaanza safari ya kurudi nyumbani kwao alipopanga, huku akitembea kwa kusita kutokana na kichwa kuwa na mambo mengi sana. Majira ya saa 1 usiku bado Isa alikuwa barabarani akitembea kwa miguu. Alikuwa akifanya kazi mbali na nyumbani kwake na mara zote huwa anatembea, lakini leo urefu ulizidi kuongezeka kwani mawazo yalikuwa mbele na yalikuwa mengi sana kichwani mwake. So unajua ile msikilizaji, unakuwa na mambo mengi alafu umevurugwa, una vitu vingi kichwani, mambo yametokea mengi. Ile hali ambayo unakuwa nayo, hata utembee umbali mrefu kiasi gani, hauwezi ukihisi kwamba unachoka. Unaenda tu kama mzigo. Isa aliwaza kuhusu familia yake, aliwaza kuhusu mke wake ambaye muda wote alikuwa akimpigiza kelele kuhusu mwanae na namna ambavyo anaweza kujikomboa kutoka katika umasikini. Sasa leo hii anafukuzwa katika kazi ambayo aliitegemea sana. Halafu anafukuzwa kwa kupewa shilingi 3000 tu. Hili muumiza sana moyoni msikilizaji. Alikuwa mnyonge kuliko kawaida. Akiwa anaendelea kupiga hatua, ghafla kuna gari ilikuja na kusimama kando yake. Kioo kiliteremshwa na mtu aliyekuwa ndani alionekana, ingawaje sio sana. Kutokana na msongo wa mawazo aliyokuwa nao kijana Isa, hakusikia kipindi honi inapigwa hadi ile gari ilipoanza kuondoka. Kumbukumbu kwamba yupo barabarani zikamrudia ghafla. Isa akajikurupusha kutoka katika dimbwi la mawazo. Dunia halisi ilirejea kichwani mwake. Macho yake yakatoka katika kioo cha lile gari.
aliona sura ya mtu anayemfahamu. Kwa sauti kubwa alipayuka, Mama Naya, Jamila. Sauti hii ni kama iliamuru gari kuongeza mwendo na kuondoka. Iliondoka mazima ile gari. Ni kweli mke wangu au sio yeye? Mbona kama namfananisha? Alijiuliza, lakini majibu sahihi hakuyapata. Aliendelea na safari. Majira ya 2 usiku ndo Isa alikuwa anaingia nyumbani kwake alikopanga maeneo ya Goba huko jijini Dar es Salaam. Alizoea kumkuta mkewe akiwa nje akipiga stori na majirani zake, lakini hali ilikuwa tofauti kwa leo. Siku hii hakumkuta mkewe. Basi Isa akapatwa sana na wasiwasi, lakini kabla wasiwasi huo kumtoka, akapata wazo kwa kudhani kwamba huenda mke wake atakuwa chumbani amelala na mtoto, kwa sababu siku hiyo kiukweli Isa alikuwa amechelewa sana kurudi. Kumbuka alitembea kwa mguu na kwa kujivutavuta kutoka kazini kwake alikofukuzwa mpaka nyumbani. Basi akajipa imani hiyo kwamba mke wake atakuwa chumbani amelala. Miguu yake ikamuongoza hadi katika mlango wa chumba chake. Alitazama vizuri. Hakuweza kuona viatu vya mke wake. Moyoni alijiambia huenda ameviingiza ndani kwa kuhofia vibaka wa mtaani kupita navyo bwana. Basi akafungua mlango wa chumba chake, lakini alihisi kama kuna utofauti hivi. Alipowasha taa ndio aliuona utofauti halisi aliyokuwa akiufikiria. Hakuamini macho yake. Mbele yake kulikuwa na mtoto peke yake ambaye alikuwa amelazwa chini ya sakafu, huku mgongo wake ukizuiwa na kanga. Macho yalipotua katika maeneo mengine, hakuona kitu hata kimoja, si godoro, si kitanda wala jiko mle ndani. Mikono ya Isa ikawa kiunoni. Macho yalimtoka hasa alipokitazama chumba vyema na kugundua kuwa vitu vyote vya ndani vilikuwa vimehamishwa. Haya. Ina maana Jamila ameondoka na kila kitu? Hili ndilo likawa swali la kwanza kujiuliza, likimtaja mhusika moja kwa moja ambaye ni mama wa watoto wake aitwaye Jamila, aliyemuona katika gari muda mfupi uliopita akiwa njiani kurudi nyumbani. Huenda ndo alikuwa na hama mazima katika nyumba ya mwanaume huyu. Isa alitoka nje na kwenda kuuliza majirani kama amemuona mke wake akiwa anahamisha vitu akiwa na mtoto mgongoni. Majirani walimpa ushuhuda. Yaani gari ilisimama pale, sijui kama unapaona pale, nasema pale. Huyo mke huyo alikuja na shoga yake pamoja na mwanaume mmoja hivi mrefu hivi wa wastani hivi. Sijui ni nani yake yule, lakini mwanaume alishirikiana na Jamila kuhamisha vitu. Wametoa vyote hadi mmoja nikabaki na shangaa. Huyu alikuwa ni Mama Kibona, alisimulia kwa uchache huku akinyoosha sehemu ambayo gari ilikuwa imesimama. Mimi nijabu kumuuliza, shoga, mbona kimya hatua gani? Alichonijibu mkeo, sina hamnaye hata nusu. Eti aliniambia, kitulize kama kinakuasha mpe mumeo, shobo dundo tu. Basi nilivyojibiwa hivyo mimi nikasema mdomo koma kuingilia vya watu. Nikatulia tuli, nikaingia zangu kupika. Kumbe ndo kahama. Pole shemo. Mama Sekunda naye alieleza kwa upande wake na kufanya watu wote wacheke kwa namna ambavyo alikuwa akielezea mkasa huo. Mwili wa Isa, msikilizaji, ukanyong'onyea. Akapoteza matumaini na kujiona ni mmoja wa watu ambao hawana thamani katika dunia hii. Alimtizama binti yake ambaye alianza kulia. Basi mama, nyamaza, usilie, nyamaza. Alimbembeleza kwa sauti hiyo. Kisha akaendelea kuwasikiliza majirani wakiendelea kumsimulia kilichojiri muda mchache uliopita wakati mkewe akihama. Kwani wewe na mkeo mligombana? Baba Kibona ambaye alikuwa ni mkubwa kwake kiumri aliuliza. Akamwambia hapana, mimi sijawahi, na hata asubuhi tuliachana vyema tu na mke wangu. Mtoto huyu hapa alipo anaumwa na nilimpa hela asubuhi ili aweze kwenda hospitali. Sasa nashangaa tu hivi narudi na kutana na haya, mimi hata sielewi. Pole sana. Unayopitia natamani hata ni sivae robo ya matatizo yako, lakini viatu vyako ni vikubwa sana. Kwa hiyo sasa utafanyaje? Baba Kibona aliuliza, lakini swali hili halikujibiwa na Isa. Badala yake Isa aliingia ndani. Usiku kucha Isa aliona ugumu wa maisha kipindi ukiwa na mawazo, hasa furaha ya maisha yako inapoondoka. Msikilizaji, usiombe mtu ambaye unamthamini, unampenda, unamjali kwa kila kitu, alafu siku akaondoka katika mazingira ambayo hukuyatarajia. Inauma sana. Kiukweli inauma. Wale ambao mmepitia haya mambo nadhani
mnaelewa. Mnaweza pia mkashare nasi katika sehemu ya comment hapo. Basi Isa kiukweli alilia sana mwenyewe akiwa pale chumbani. Uso wake uliolowana machozi. Haikupita dakika moja bila kupiga ngumi katika sakafu ama ukuta. Kimotorola chake kikajaribu kufanya mawasiliano na mama Nahia, lakini simu ilikuwa haiiti, na hata ilipoita aliambiwa inatumika. Namba haipo. Mara mwisho akaambiwa namba haipatikani kabisa. Akijilaumu akasema, kwa nini lakini? Hivi kwa nini unafanya hivi? Jamila, kwa nini unafanya hivi? Nani atamtunza Nahia wetu? Nani? Sasa si bora ungeondoka naye sasa. Yaani kama ndio hivyo ungeondoka naye tu. Kauli hizi alikuwa akizitamka kila alivyofikiria. Tabasamu na furaha vikamkimbia. Ugumu wa maisha ukamwingia ghafla. Aliamini kuwa wangedumu wote akiwa na Jamila wake hadi atakapoyaona mafanikio, lakini Jamila hayupo tena mbele yake na wala hajui wapi mtu huyu amekwenda. Upande halisi wa dunia, uwanja wa fujo na mateso ukamgeukia. Siku moja kwake alipoteza vitu viwili muhimu: mke na kazi. Vitu alivyovitegemea havipo tena kwa sasa. Isa akaimaliza siku ya kwanza akiwa na mtoto wake pekee. Aya mama, tulale, lala mama. Alitandika kanga yake vizuri pale chini na kisha kulala pamoja na binti yake mdogo kabisa. Mbu wakawafakamia miili yao. Waliwakung'uta vilivyo hadi usingizi kwa Isa ukamhama kabisa kwa namna mbu walivyokuwa wanawakamia. Si mama Nahia akaondoka na kila kitu, neti nayo kaondoka nayo. Hakufikiria basi hata mtoto mdogo kwa na kwa baki angeishi kwa namna gani. Basi Isa akakubali kuwa mlinzi kwa binti yake. Alimpepea na kufukuza mbu hadi jua lilipochomoza alfajiri. Asubuhi ilipopambazuka alienda kwa mama Kibona na kumwachia mtoto, kisha yeye aliingia mtaani kumtafuta Jamila wake akiwa na picha yake. Aliamini kwamba Jamila wake atampata tu na atarudi nyumbani. Jamani, huo ni uongo sasa. Yaani kwa dai hii bro, mtafute mtu ni kama kuku, hutaweza kumpata na kwambia. We bwana, we man, mimi niko busy na bandari kuhusu hizo mambo hata sielewi ese. We bwana, we mbona unaonekana ni mgeni wa daa We mgeni wa daa nini? Umetoka wapi? Yaani unamtafuta mtu kwa picha miaka hii? Mzee, yaani kama huyu ndo alikuwa demu wako wakati upo huko kwendo, basi chimba unye basi mjini uweze kumpata na kwambia. Ashada kwa huyo, na usikute kajibadilisha hadi rangi huyo. Jione tu ikifika anaingia kidimbwi, kupanda juu ya meza, akisaula hivi mbele ya wanaume, hivyo maisha yanaenda. Haya yalikuwa ni mchanganyiko wa majibu kutoka kwa watu mbalimbali aliyokuwa anapata nafasi ya kuwauliza na kuwaonesha picha kama wamefanikiwa kumuona mwanamke huyo katika picha. Majibu haya yalizidi kumuumiza kichwa. Siku ya kwanza ikakatika bila mafanikio yoyote yale. Hakuweza kumpata Jamila wake. Alirudi nyumbani akiwa amechoka vibaya mno. Yaani amemlilia sana mama yake huyu mwanao, tena sana hadi kalala. Alikuwa ni mama Kibona huyo akimpa mrejesho juu ya Nahia tangu alivyomwacha asubuhi. Isa akamtazama mwanae ambaye ilikuwa ni kopi kabisa ya Jamila. Laiti kama ungemuona Jamila msikilizaji kwa mara ya kwanza, kisha dakika 5 mbele ukamuona binti Nahia, basi usingeuliza ni mtoto wa nani. Moyoni Isa aliumia sana. Chozi likamtoka akisema kwa sauti ya kitetemeshi, sijafanikiwa. Nimezunguka kila sehemu. Maskini, pole shem, lakini usikate tamaa. Kwa nini usimpigie simu sasa? Nimefanya hivyo kwa dakika, namaanisha zaidi ya mara 1000, lakini simu yake haipatikani. Jamani huyu mama naye sio kafanya nini? Pole mwaya, pole. Jitahidi basi kumtafuta, na ukishindwa basi mlee na ya wako tu. Ipo siku anaweza kurudi huyo mkeo. Mama Kibona hakuacha kumtia moyo Bwana Isa. Majira ya saa 5 asubuhi, masauti mawili yaliyopandisha kwa juu yaliendelea kusikika. Kila mmoja alikuwa akijiona yupo sahihi, na yule ambaye alimuona mwenzake hayupo sahihi basi alimpandishia sauti. Amefanya kazi hapa kwa wema kabisa, amehatarisha maisha yake ili sisi tuwe salama, lakini unampa 3000 mama, 3000. Itampeleka wapi labda nikuulize mama? Hebu wewe ongea yote tunaongea, ukimaliza uende ukalale sasa.
Sitaki kelele mimi. Sio kwamba ongea mama. Wewe unakosea. Unapaswa kuvaa roho ya utu mbele ya Isa ambaye hana kosa lolote mama. Kwa nini unamfanyia hivi? Oh, kumbe hana kosa, si ndio Hana Sasa kosa lake ni lipi hapo? Mama. Ni mimi ndo nilipaswa kuondoka hapa na sio yeye. Kama mtu akufukuza ungenifukuza mimi. Isa hana kosa mama. Wewe uliona ana kosa gani pale? Mimi ndo nilimfuata. Kwa nini umemfukuza? Ilikuwa ni sauti ya binti Nadhifa akiwa anaongea na mama yake. Walikuwa wamesimama sebuleni huku kila mmoja akionekana kuwa na hasira na mwenzake. Nadhifa, wewe Nadhifa, hivi wewe una akili gani wewe? How kama unampenda mtu wa getini, gateman, mlinzi? Wewe una akili timamu wewe binti yangu? Mom, you cannot buy love. This is not sexy. Mimi nampenda. Yaani alizungumza binti huyo akimaanisha kwamba huwezi kununua mapenzi. Na hii sio ngono. Haya ni mapenzi. Huu ni upendo. Hata kama wewe binti, kwanza usinipandishie sauti. Usiniambie mambo ya love. Sio kwa mlinzi wa getini, sitaki. Sio kabisa. Yaani mtu hana elimu, hana mvuto, ananuka mijasho tu, ni kama hilo alitoshi, ana mke wake na unatambua hilo. Wewe mtoto wewe unanitafuta ubaya mimi Hali yake akipata mama mimi sijali. Anafanya kazi gani, awe na mke, hana, mimi kwangu hilo sijali kabisa. Nachoangalia ni upendo wa dhati tu kwake. Nadhifa alimjibu mama yake na kuondoka nje. Bado hasira ziliganda katika paji lake la uso. Nadhifa alikerekwa sana na kitendo cha mama yake kumfukuza yule mlinzi. Upendo juu ya kijana wa getini ulimfanya aingie katika vita na mama yake. We Nadhifa, sasa unaenda wapi? Nadhifa, hebu rudi hapa we mtoto. Mama yake alijaribu kumuita lakini Nadhifa alisimamia msimamo wake. Aliondoka na sauti ya gari nje ikinguruma ilisikika. Kitendo cha Nadhifa kuondoka kilimpa hasira sana mama yake. Alikuwa amechukizwa na tabia hii mpya ambayo binti yake ameianzisha. Yaani babake akisharudi kutoka Nigeria na kuliona hili, sijui atanichukuliaje mimi. Lazima lawama itakuwa kwangu. Hapana, sikubali. Natakiwa kuzuia hili haraka iwezekanavyo. Mama Nadhifa alijiambia na kujahidi ndani ya moyo wake. Alikuwa tayari kukata mishipa ya upendo ambayo imeanza kumea na kuchepua kwa binti yake dhidi ya kijana wa getini. Safari ya Nadhifa ilienda kutua nyumbani kwa dada yake ambaye alikuwa anaishi Vingunguti. Alipofika aliingia ndani na wale hawa walianza kuzungumza. Sasa wewe, yani ndio umjibu mama vile ambavyo wewe unataka? Kweli wewe Nadhifa, una akili timamu? Kwa sababu unachofanya sio poa dada. Sio poa kabisa na me I don't like it. Sio poa yani anyways, sio poa kivipi? Hivi unajua kabisa Isa na mwanamke na wanapendana lakini bado wewe unaweka upendo wako hapo. Wewe una akili timamu? What do you want kama sio kuumia? Ndugu wangu, fungua akili. Lingekuwa ni zoezi rahisi kuamua basi ningeamua, lakini dada, kiukweli nadhani wewe na mama mnahitaji kuheshimu hisia zangu, sio kuniforce kuachana na mtu ambaye mimi nampenda. Mdogo wangu Nadhifa, tupo wawili na unamjua baba kwa ukali wake. Wewe unamjua vizuri. Usithubutu kufanya ujinga wako. Mimi nakwambia hakuna kitu kitachange upendo wangu kwa mwanaume ninayempenda dada. Hata kama baba akaingilia kati, mimi sitojali. Hata hivyo nilikuja kwako, nahitaji hela tu ili nimpelekee Isa wangu, maana mshahara hakulipwa kabisa. Mimi hiyo kazi siwezi kufanya. Mama ndo atafanya hiyo kazi. Mimi haya ni uso kabisa, mambo ya kukupa hela sijui uende kamlipe Isa. Haya ni uso. We dada, mimi simaanishi utoe katika pesa yako. Si kadi yangu ya benki ipo kwako. Wewe una kadi yangu ya benki. Ndio unayohitaji hiyo, ndio maana nimekufuata huko. Mdogo wangu, pesa nakupa lakini sio kuendeleza mahusiano na Isa. Tafadhali nakuomba mdogo wangu, tafadhali. Sawa bwana. Nadhifa aliitikia kisha akamtazama dada yake aitwa Yusta ambaye alipiga hatua hadi chumbani. Alipofika chumbani hakuchelewa sana, alitoka akiwa na kadi ya benki. Alimpatia akisema, "Mdogo wangu, tumia pesa vizuri, sio kwa sababu unazo na unazimiliki basi unatumia vile unavyotaka." Sawa dada, nimekuelewa. Nadhifa alipokea kadi kisha aliaga na kuondoka katika eneo lile. Na kuelekea ishaanza kuwa tatizo hili. Sasa nitaongea na mama afanye haraka kuzuia hili kabla wale hawa hawajazama katika upendo wa kweli hawa. Yusta alijiambia akiwa anamtazama ndugu yake akitoka nyumbani. Basi msikilizaji, majira ya saa 12 jioni hivi, Isa alikuwa anarudi nyumbani kutoka katika mihangaiko yake ya kumtafuta Jamila.
Kama ilivyokuwa kwa siku iliyopita, siku hii tena alirandaranda mjini bila mafanikio yoyote hadi alipoamua kurudi nyumbani. Mkononi alikuwa amebeba mfuko ambao aliweka vikachori fulani hivi alivyonunua kwa ajili ya kumpatia binti yake Nahia. Alipofika alikutana na mapya kutoka kwa Mama Kibona ambaye alimsimamia mlangoni kabisa. Yaani, Shem, bosi wako huyo ametoka hapa muda si mrefu na kawaka kinoma. Yaani kawaka yule bosi sijawahi ona. Vipi? Kuna nini? Kaja kasemaje? Shem, yaani kumbe na wewe huvumi tu lakini umo Inaweza kuwa sababu ya Jamila kuondoka, inawezekana ndo maana Mama Kibona, mbona nichanganya? Bali unaniweka nje panda. Yaani nini? Ongea basi, nini kimetokea? Kasemaje huyo bosi? Bosi kaja hapa kasemaje? Bwana we, huyo bosi wako kaja hapa. Yeye kaja hapa tena alisimama hapo hapo uliposimama wewe. Amesema achana na mtoto wake, usitafute kifo babu. Sawa Yaani mimi natoka na binti yake? Mimi sijasema. Ni bosi wako huyo kaja hapa kazungumza hayo. Tena kasisitiza usitafute kifo. Yaani ametoa hadi bastola nakwambia, macho amenitoka tumbu, nimeshindwa hata cha kufanya. Mama Kibona alieleza. Mungu wangu. Ni Mama Nadhifa au kuna mwingine? Nadhani unamjua bosi wako. Kwa taarifa ndo hiyo babu, nishakupatia. Haya, asante. Na vipi kuhusu mwanangu Nahia? Nahia yupo, anaendelea vizuri. Alikuwa amelala zake baada ya kulialia kwa muda mrefu. Ngoja nimchukue mimi nikuletee. Mama Kibona aliingia ndani ambako hakukaa sana, alitoka na mtoto akampatia Isa. Mikono ya Isa ilimbeba binti yake. Akamshukuru Mama Kibona, lakini moyoni alikuwa anafikiria kuhusu bosi wake. Kuna nini kinaendelea? Mbona hakuna ambalo nalielewa? Ina maana Mama Nadhifa imefikia hatua ya kutembea na bastola katika jambo ambalo si la kweli, na yeye anafahamu kabisa kwamba si la kweli. Alijiuliza Isa akiwa anataka kufungua mlango, lakini ghafla nyuma yake ilisikika sauti ikisema, Isa maibu, nimekuletea pesa zako hizi hapa. Sauti hii haikuwa ya mtu mwingine bali ni Nadhifa ambaye alikuwa ameongozana na marafiki zake wawili wa kike. Jicho la kuonya ambalo Isa lilionyesha kwa Nadhifa lilizidi lile la paka aliyeshikwa na mwiba shingoni. Yaani ilikuwa ni jicho la kusema uwewe ukae mbali kabisa na mimi. Mita 100, ikiwezekana mita 1000. Usinisababishie matatizo. Jicho tu lilizungumza hayo, msikilizaji. Lilikuwa ni jicho kali sana, lililochukia uwepo wa binti yule nyumbani kwake. Aliuliza kwa kufoka, huku sauti yake ikiambatana na kitetemeshi. Umefuata nini hapa Nadhifa? Kwa nini unakuwa mkali hivyo bu? Nadhifa aliuliza. Akapiga hatua hadi karibu ya Isa. Alimtazama Nahia na kuendelea. Naomba nimbebe mwanangu. Wewe. Embu acha bana. Alifoka Isa huku akipangua mikono ya Nadhifa. Sura ya upole ikawa kwa Nadhifa, lakini kwa Isa kulikuwa na hasira kali sana. Hasira zinamtafuna vilivyo. Namba 11 ilikuwa katika paji lake. Michirizi, ndita zile. Alichukizwa na ujio wa Nadhifa kwa sababu alijua nini kitaenda kutokea huko mbeleni. Sasa, kosa langu ni lipi hadi unakuwa mkali? Hutaki hata nimshike mwanao? Nadhifa, sitaki shari mimi. Sitaki shari katika maisha yangu. Toka nakwambia. Asa niende wapi wakati nimekuja kwako Isa? Nimekwambia sitaki matatizo na mtu. Mama yako amekuja hapa muda si mrefu, alafu kaja na bastola. Anataka kuniua hadi majirani wamenisi nyame hapa. Mama wako anataka nini mimi? Unataka nife? Wewe unaendelea kuja hapa unataka nife? Mama alikuja hapa. Ndo maana yake, na ndo maana nataka uondoke hapa. Sitaki kupoteza maisha yangu kisa wewe. Kwa sababu mimi sijui hata kuingia kwenye mahusiano na wewe. Sijui nini kimetokea. Ninataka amani katika maisha yangu Nadhifa. Sijui kama unanisikia wewe mwanamke. Niache kwanza. Niache kwanza pia nimtafute mke wangu. Mkeo naye hayupo. Mkeo yuko wapi sasa? Hilo alikuhusu. Kila laheri, ondoka. Isa alizungumza na kufungua mlango, kisha alimlaza binti yake, akarudi kufunga mlango. Nadhifa alibaki kumsubiri, lakini hakukuwa na dalili yoyote ya mtu huyo kutoka nje. Moyoni aliumia na kwa sauti ya juu alipayuka akisema, naweka hapa pesa yako utaichukua basi. Aliweka bahasha chini ya mlango, kisha akawageukia wenzake na kisha hao wakaondoka.
Wakiwa katika gari wanarudi nyumbani, mmoja wa marafiki zake aitwaye Sunche aliuliza, nimekusikia unamuita my boo. Yeah, that is a guy who drives me crazy. Yani anamaanisha ndio yule mwanaume ambaye ananiendesha, ananifanya kuwa chizi kabisa, ananidatisha. Yani nimekufa nimeoza, sifurukuti, sihemi. Haya. Okay. Akauliza what? Alitamaki Warda ambaye alikaa siti ya nyuma. Yani unampenda yule mwanaume na zile dharau zake anazokuoneshea? Sasa wewe mbona una matumizi mabaya ya upendo? Akaambia nyie, yani tatizo lenu mnaongea tu na hamjui how na feel kumuona akinidharau vile. I feel so good my friends. Sio kweli wewe Nadhifa, sio kweli. Yule si mlinzi wa getini kwenu yule. Sasa wewe unampendaje mlinzi? Wewe una akili timamu shosti. Sunche bwana, wewe Sunche. Hivi kuna ubaya wa mimi kumpenda? Halafu naomba ubadilishe topic. Tuongee mambo mengine sasa. Sawa na vipi kuhusiana na Ahmed? Swali kutoka kwa Warda lilifika kwa Nadhifa ambaye ni kama alipandishwa na hasira. Alifoka. Wewe, hebu tubadilishe mada. Nimesema na kama hamtaki mshuke. Sidhani kama ni muhimu kumwongelea wewe mtu sasa hivi. Lakini ana kila kitu ujue. Ahmed ana kila kitu. Anakupenda na anaonesha waziwazi kabisa. Sunche alieleza. Akameza ana upendo wa dhati na unajiropokea tu. Yeye unaropoka tu. Hebu kwanza shukeni wote. Shuka nimesema, tokeni kwenye gari yangu. Safari hii Nadhifa aliongea akiwa anasimamisha gari. Wenzake walimshangaa. Wakaona ni kama amepatwa na uchizi, maana hawakumzoea Nadhifa akiwa katika hali hii. Shosti, yani kumbe kukwambia tu ukweli ndio iwe nongwa, ndio unatufukuza hadi kwenye gari yako na tushusha shosti njiani hivi. Mtajua wenyewe bwana, shukeni bwana, mimi siwataki tena. Maana mnanipa stress tu. Haya poa, tunashuka, ila usitusumbue tena na huyo mlinzi wako. Hatutaki tena kusikia habari zake. Sunche alizodoa. Kwa hiyo unampenda mlinzi ni kwamba mnataka kulinda penzi lenu au? Yaani unavompenda huyo mlinzi. Yaani unachekesha wewe shosti. Warda naye hakuwa mchache, alizungumza maneno hayo. Alizodoa vilivyo huku akiwa anashuka katika gari. Nadhifa aliwasha gari yake na kuondoka akiwaacha wenzake barabarani. Basi majira ya saa 4 usiku Nadhifa alikuwa anarudi nyumbani kutoka katika mizunguko yake. Alipofika alikutana na kofi zito sana kutoka kwa mama yake ambaye alifura kwa hasira. Hivi wewe mtoto, yani unampelekea pesa? Kwani kasema anataka pesa yule? Bila hata kusubiri mama yake aliendelea kuzungumza. Nadhifa alijibu, ni haki yake mama. Hebu kelele wewe mtoto mpumbavu mkubwa wewe. Hivi unajua haki wewe? Wewe haki unajua wewe? Haki unajua? Haki huu, haki which? Haki wewe ni wewe mtoto wewe. Nitakunyofoa hayo masikio hayo. Mama Nadhifa aliuliza akiwa anamvuta mashavu Nadhifa kabla kuiachia. Akatoa bahasha, akachomoa pesa. Alimtupia Nadhifa usoni. Amerudisha pesa yako. Amesema hataki uendelee kwenda kwake. Kwa hiyo ulimpelekea pesa, si ndio? Hivi unajua ninazitafutaje hizi pesa wewe mtoto? Mama Nadhifa alimhoji binti yake. Nadhifa hakuwa na jibu zaidi ya kukaa kimya. Machozi yalianza kumdondoka. Maumivu makali yalikuwa mashavuni kwake. Mkono wa kulia ulishika shavu huku la kushoto ukijaribu kufuta machozi. Muda wote alikuwa anaamini kwamba Isa amechukua pesa na kuziweka katika matumizi yake, lakini mambo yalikuwa ndivyo sivyo. Pesa zote ambazo alimpatia alizirudisha kwa mama yake. Okay, hebu niambie mwanangu. Niambie unataka nini labda Nadhifa? Niambie, Akaambia mama, jaribu tu kuheshimu hisia zangu mama, ni hicho tu ninachotaka. Sitaki kingine. Heshimu hisia zangu. Mimi nampenda Isa. Hivi wewe mwanangu wewe, hivi unataka familia iingie katika aibu, si ndio? Yaani tukichekwa tu ndio itakuwa furaha yako wewe, si ndio? Kwani anayependa ni familia au mimi mama? Hata kama wewe mtoto. Lakini sioni sababu ya wewe kumpenda yule kapuku aliyekimbiwa hadi na mkewe. Sasa utajuaje kama Mungu amemtoa mke wake ili mimi ndo niwe mke wake sahihi kwenye maisha yake? Unasemaje wewe? Nasema hivi, heshimuni hisia zangu mama, hicho ndicho ninachotaka, nothing more. Nadhifa alimjibu mama yake na hakutaka kukaa tena mahali pale. Alielekea chumbani kwake ambako alianza kuangua kilio.
Alilia binti wa watu kwa zaidi ya dakika 15 akisema kwa sauti ya chini chini, hivi ni kweli Isa ameshindwa kupokea pesa zangu? Kwa nini sasa ananifanyia hivi? Kisa mimi nampenda, anajua kabisa nampenda, ndio maana anafanya hivi. Lakini sawa, bado moyo wangu unaumia na nitapambana kukupata Isa wangu. Niko tayari hata nihame nyumbani, lakini sio kukupoteza Isa. Maneno haya yalitoka kwake. Akachukua simu yake na kumtumia meseji Isa akiandika, usiku mwema kipenzi, mkeo nakupenda sana. Alipohakikisha meseji imefika kwa mtu aliyemkusudia, Nadhifa alilala. Basi msikilizaji, zengwe hilo ikapita miezi miwili mbele. Majira ya saa 2 usiku mmoja, kwenye moja ya pambu inayopatikana Kinondoni, alionekana mwanamke akiwa amevaa gauni jekundu ambalo liliishia mapajani, huku upande wa mbavu zote mbili kukiwa na mikanda maalum ambayo ilifungia gauni lile kuanzia juu hadi chini, jambo ambalo lilifanya ngozi yake ionekane. Mwanamke huyu hakuwa mwingine bali ni Jamila, ambaye alisogea hadi karibu na kaunta akaweka kitako, huku akimtazama mhudumu ambaye alikuwa akisafisha glasi kabla ya kuzungumza. Unamwona yule mwanaume upande wako kulia? Jamila aligeuka. Macho yake akakutana na mwanaume wa makamu ambaye hakuzidi miaka 29 hivi, akiwa amekaa katika kiti huku pombe za gharama zikiwa juu ya meza. Baada ya kumtazama, alirudisha umakini kwa mhudumu, kisha alimwambia, ni sponsor? Ndiyo. Na ni sponsor ambaye anakuhitaji wewe? We, aliniona wapi sasa? Mbwa cha utani bwana. Unajua una bahati sana wewe Jamila. Kwa nini? Yule bwana anaitwa Dickson, ni mkurugenzi wa kampuni moja pale Posta, na pia anasafirisha laptop zote ambazo zinaingia nchini. Lazima zipitie kwake. We, anaonekana tu. Sasa hebu shika mvinyo kwanza. Sesi alimimina mvinyo katika glasi na kumsogezea Jamila, ambaye aliupokea akapiga funda moja lililomfanya kutabasamu. Macho ya Sesi yakamtazama vizuri mrembo huyo ambaye alipendeza kuliko wateja wote waliofika eneo lile. Akaweka tabasamu na kusema, alikuona katika harusi ya Mary, unakumbuka na akahitaji taarifa zako. Kwa hiyo nimemwambia kila kitu. Umemwambia? Kwa nini umemwambia nini? Nimemwambia kila kitu, na wewe unapaswa kuishi katika kivuli cha uongo. Kiaje yani? Nimemwambia kwamba wewe unaitwa Margaret, unaishi Sinza, upo single na hauna mtoto wala haukuwahi kuolewa bibi. Upo? Margaret, naishi Sinza? Kivipi wewe Sesi, unanichanganya? Tulia, we tulia. Sesi alimuondoa hofu rafiki yake huku akiendelea kusafisha meza. Kwa hiyo huyu ndo ambaye uliniambia kuna dili unataka kunipa ambalo litatakiwa kuiacha familia yangu na kila kitu? Ndio hili dili? Jibu unalo bibi, usiulize maswali mengine. Lakini kwa nini umpe wewe taarifa zangu badala yangu mimi mwenyewe? Kwa nini sasa? Hebu acha ushamba wako huyo bwana Jamila. Sasa ubakie kwa mlinzi wako yule hadi lini? Anakupa nini yule mlinzi? Mimi sijauliza ili unizodoe jamani, mambo gani hayo? Okay, jukumu ni lako. Naona huyo anakuja, Sesi alimwambia, kisha akazuga kama anasafisha glasi hivi. Basi tukiachana na huko msikilizaji, alfajiri yake jua la asubuhi lilipochomoza lilitua usoni kwa Isa ambaye alikuwa barabarani huku mgongoni akiwa amembeba mtoto wake. Bado hakuchoka katika nia yake ya kumtafuta Jamila wake popote pale alipo, ndani ya Dar es Salaam ama nje, na sasa amezama mtaani. Baba, mama wapi? Lilikuwa ni swali kutoka kwa Nahia ambaye lilimuumiza sana Isa. Moyoni akapatwa na simanzi. Alitamani kumwambia binti yake ukweli, lakini Nahia alikuwa mdogo sana, asingeelewa kitu. Hata ongea yake ilikuwa ni ya kugusia maneno tu, ndo kwanza anaanza kuongea. Alimtazama Nahia wake na kumjibu, mama ameenda nunua aichikilimu chawa atarudi. Alilazimika kumdanganya binti yake, na hapo ndipo mapambano yakaendelea. Alipiga hatua hadi katika moja ya eneo la bodaboda ambapo kulikuwa na vijana wengi wakifanya shughuli zao za kila siku. Aliwaeleza nia yake, anamtafuta nani na kwa nini. Bodaboda wote waliosikia mkasa wake walimwonea huruma sana Isa, hasa pale ambapo alikuwa akisimulia huku machozi yakimtoka. Sasa
Kwa nini wewe mtoto usio unamwacha nyumbani bro, halafu wewe ukaingia mtaani kama hivi Kwa sababu hiyo inakuwa mbaya zaidi kuliko kumtembeza mtoto na jua lote ili la daa bro. Mmoja wa bodaboda aliuliza, lakini akamjibu akamwambia, natamani kufanya hivyo, lakini niliyekuwa namwachia ameshasafiri kwa sasa. Pole sana aisee, ila muda mwingine wanawake hawana akili kabisa. Sasa unamwachaje mtoto mdogo kiasi hiki aisee? Au ulichepuka bro akapatwa na hasira, maana sio rahisi kwa mtu wa kawaida kuchukua maamuzi magumu kiasi hicho. Mwingine aliuliza swali hilo. Akamwambia, nimelazimika kuambia ukweli ndugu zangu ili mjue jinsi gani mimi naumia. Kati ya niliyowaambia yote hayo, hakuna uongo wa maisha yangu popote pale nimesema. Basi sawa. Sisi tukibahatika kumuona tutakushtua mwanetu. Muhimu acha mawasiliano yako hapa. Yule bodaboda alimwambia na Isa alifanya hivyo. Isa akaendelea na safari yake. Alirandaranda katika kila eneo ndani ya jiji, lakini hakuweza kumpata mke wake. Pesa ambayo alikuwa nayo katika simu ikazidi kupungua. Aliporudi nyumbani majira ya saa 12, alikuwa na shilingi 12,000 pekee. Pesa ambayo kwa maisha ya kuwa na mtoto mdogo isingetosha kwa siku za usoni. Alitoa mihogo ambayo ilikuwa katika mfuko, akakata kipande. Kimoja alikula mwenyewe na kingine alimpatia Nahia wake ambaye alikifakamia kutokana na njaa ya muda mrefu tangu asubuhi. Ndugu yangu, yule binti alikuja kukuulizia tena, ila anasema kwamba atarudi tena jioni. Alikuwa ni baba Kibona huyo ambaye alimpa taarifa Isa. Isa akainua macho yake na kumtazama mwanae, kisha akasema, natamani. Alisita mara baada kuhisi kama kuna mtu anaingia katika nyumba yao. Ndiyo, hakuwa mwingine bali ilikuwa ni Nadhifa. Nadhifa siku hii alikuwa amekuja peke yake. Alipiga hatua hadi alipokuwa Isa akasimama pembeni yake. Alimpa salamu baba Kibona ambaye aliitikia, na dakika moja mbele baba Kibona aliondoka. Utu uzima kujiongeza msikilizaji. Isa alimtazama Nadhifa na kumuuliza, wewe umefuata nini hapa Nadhifa? Isa, yani bado unanichukia? Unataka kuniingiza katika matatizo wewe mwanamke? Mimi sipo tayari. Hebu niache niishi maisha yangu basi. Isa, mimi sijaja kwa ubaya. Hujaja kwa ubaya, okay. Unataka nini? Unataka nini? Mkeo yuko wapi? Ameondoka. Kaenda wapi? Wewe jua tu hivyo kaondoka. Isa, acha kuficha ukweli ikiwa najua kila kitu kinachoendelea katika maisha yako. Nadhifa aliweka kituo na kumtazama Isa ambaye alishusha pumzi. Umekimbiwa na unamtafuta mkeo Isa. Hivi unadhani ana mapenzi ya dhati na wewe kweli? Unafikiria hilo? Nadhifa, sioni umuhimu wa kuuliza moyo uliopenda swali kama hilo. Hebu niache. Okay. Natamani siku moja niwe mama bora wa Nahia na nipo tayari kwa hilo Isa. Lakini kwa sasa hebu jifikirie, ukiwa na upo tayari nipo mimi nakusubiria. Hata kwa sasa namaanisha. Nadhifa alichezea mkoba wake na kutoa shilingi 50,000. Alimkabidhi Isa, lakini Isa alizirudisha. Na mwisho pesa alikabidhiwa Nahia ambaye alizishikilia vyema kabisa mtoto huyu mdogo, akionyesha wazi kuwa pesa haisuswi dingi. Pesa haisuswi. Mtoto anajua thamani ya pesa, ndio maana hapuuzi. Usipoteze pesa pindi inapokuja. Kila laheri Isa. Nadhifa alizungumza, aliaga huku akimpiga busu la paji la uso Isa wake ambaye alibaki kumtizama tu, alikuwa amedoa. Basi baada ya tukio hilo, miezi miwili mingine baadaye ikawa imekatika, huku Isa akiendelea kumtafuta mke wake, lakini hakuweza kumpata. Alitumia kila njia rahisi kwake, ila matumaini hakuweza kuyaona. Hakufanikiwa kumuona mtu ambaye anamtafuta wala ambaye walau anafanana naye. Jukumu la malezi kwa binti yake lilibaki kwake. Hakuwa tena na mbadala zaidi ya kukubaliana na ukweli. Mara kadhaa Nadhifa alikuja kumjulia hali, lakini hakumpa nafasi ya kumzoea zaidi. Moyoni mwake kulikuwa na mambo mawili ambayo yalifanya hadi asimpe nafasi mwanamke huyo. Jambo la kwanza ni kuhusu ukali wa familia yake, na jambo la pili ni kwamba moyo wake bado ulikuwa na imani kuwa Jamila wake angerudi siku moja na kuendelea kuishi pamoja. Hauna kazi, utafanyaje sasa?
Hili lilikuwa ni swali kutoka kwa Nadhifa siku moja akiwa amemtembelea. Walikuwa wamekaa katika ndoo huku mtoto akiwa amelala katika maboksi ambayo yalitandikwa kwa chini. Licha ya eneo la chumba kimuonekana kuwa mbaya, lakini Nadhifa alifurahia kuwa eneo lile. Alionekana kufurahia kumwona Isa ambaye alimjibu akisema, natafuta bado, na imani kwamba Mungu atanisaidia, nitapata tu kazi, wala usiwe na wasiwasi. Akamwambia nitajaribu kuongea na mama ili akurudishe pale nyumbani. Akamwambia bana, Nadhifa, sipo tayari. Mwenyewe najua nitatafuta wapi. Nitajitafutia kazi sehemu nyingine. Asante, nashukuru kwa msaada wako. Akamwambia fikiria mara mbili Isa, nakumbuka kwamba wewe una mtoto mdogo anakutegemea. Mama yako hataki kusikia lolote kuhusu mimi. Na mimi nataka kutafuta eneo jingine, sihitaji kumsumbua mamako. Wapi sasa nataka kutafuta? Nitajua mwenyewe. Isa alijibu, kisha alisimama na kwenda kumweka binti yake sawa huku akiwasha taa ya chumbani. Wakati Isa akiendelea kutaabika na kuteswa kihisia, ndio wakati ambao Jamila alikuwa anazungushwa kila sehemu. Alipelekwa maeneo mbalimbali kula bata na yule mtu aliyeitwa Dickson. Maisha yake yalibadilika ghafla. Watu wote waliofahamiana na Dickson walimtambua Jamila kama Margaret. Mji ukamzoea na utajiri ukawa pembeni yake unamsubiri achukue maamuzi. Siku moja majira ya jioni, hali ya hewa ilikuwa imetulia huku upepo ukivuma taratibu. Watu wawili walionekana kukaa katika kiti katika hoteli ya Double Tree inayopatikana Masaki. Hawakuwa wengine bali ni Jamila na Sesi ambao walitazamana huku kila mmoja akinywa kinywaji kwa wakati tofauti tofauti. Hujanipa feedback ujue, aliuliza Sesi. Akaambia ila Sesi kwa umbea. We, na ugwadu, yani na ugwadu nakwambia wewe niambie uombea. Kwa nini kinaendelea na mmefikia wapi wewe na huyo Dickson wako? Aliniuliza nikamwambia kila kitu kuhusu mimi, lakini ni kama vile ambavyo wewe uliniambia. Safi sana, safi. Umepangaje? Anaonekana kuwa na haraka sana hadi nachanganyikiwa ujue. Kivipi sasa? Na kwa nini? Anataka nimpeleke nyumbani kwetu akajitambulisha, na baada ya hapo mpango wa ndoa uanze. We, usiniambie. Ndio maana nikakwambia wewe una bahati. Hebu vuta picha. Unaishi na mwanaume gentle kama yule. Utamkumbuka ule mlinzi wako ule mchafu. Lakini mimi nawaza Sesi. Jamila aliweka mashaka yake wazi. Unawaza nini sasa? Nawaza kuhusu hao wazazi, maana kila siku ananisisitiza kurudi kwa Isa ujue. Sesi akamwambia, hivi wewe Jamila, wewe uko serious kweli? Yaani Kigoma na Dar wapi na wapi? Lini atakuja kujua ukweli? Lini? Yaani unamaanisha nini sasa? Okay, yaani nisikilize hivi Jamila. Hapa Dar watu wanaishi maisha ya kufeki bwana. Sio maisha yao halisi. Feki maisha hadi upate unachokihitaji bwana. Acha kukaa mshamba bwana. Sesi hakuacha kuweka ushawishi kwake. Kichwa cha Jamila kikachambua kila kitu ambacho ameambiwa huku akishusha pumzi nzito. Kisha alisema, "Issue ni nyumbani kwetu ujue. Watu wanajua kuwa niliolewa na Isa, lakini hajanipa talaka na unaambiwa kila siku anapiga simu kuniulizia kule kijijini." Huyo naye king'ang'anizi wewe mwanaume kama nini? Yaani wewe acha tu. Na hapo achana na hilo sasa. Wao pia nyumbani wanajua nina mtoto na wanajua mambo mengi sana kuhusu mimi. Kibaya ni kwamba wao wanajua naitwa Jamila na sio Margaret kama Dickson anavyonijua. Sasa wewe niliposikia unasema una wasiwasi, basi nikajua ni kitu kikubwa. Na maana hili nalokuambia ni dogo. Wewe nimeshakwambia wewe Jamila, watu huwa wanafeki maisha mwaya. Wazazi wapo, hilo limeisha. Kazi kwako tu. Wazazi wapo wapi sasa? Siku akisema anataka muende, wewe niambie tu. Mpango wote ninao mimi. Haya sawa. Na pili niambia nihame pale kwangu ili nikaishi kwake. Hapo sasa wewe mkubalie. Mwambie just fine ili ufungiwe katika nyumba yake, then usionekane kabisa huko mtaani. Sasa hilo si itakuwa shida. Kimbembe ni kwamba anaishi na ndugu yake wa kike pamoja na mama yake. Sasa wewe hapo unashindwa nini? Mimi nashindwa bana. Sasa wewe wako na mawifi, si unajua tena walivyo na gubo. No. Dickson anakupenda sana wewe. Niamini mimi ninavyokuambia. Sawa haya, okay. Kesho nitahamia kwake mazima. Tutatambuana huko. Alisisitiza Jamila huku akionyesha kabisa kuwa ana nia ya kuishi pamoja na Dickson. Basi katika harakati za kutafuta sehemu za kufanya kazi ili kusogeza siku mbele, Isa upande wa pili
Alienda kwenye nyumba moja maeneo ya Masaki. Alipofika aligonga mlango na kusubiria. Dakika 10 mbele hivi mlango ulifunguliwa, huku mwanamke aliyevaa jinsi iliyokatwa magoti, kitopu pamoja na hereni kubwa zilizokuwa zinaning'inia masikioni. Alizungumza. "Nikusaidie nini?" Yule mwanamke aliuliza. "Samahani dada, nimepita hapa natafuta kazi. Kama mnataka mfanyakazi, niko hapa." "Haya, hebu ngoja nakuja." Mwanamke alizungumza na kufunga geti. Isa alikaa akisubiria kwa dakika kama 20 hivi. Geti lilifunguliwa na sura ya mwanaume alijitokeza. Hakuwa mwingine msikilizaji, alikuwa ni Dickson, mwanaume ambaye ndiye anatembea na Jamila kwa wakati huu. Kimbembe kinaanzia hapo, sijui itakuwaje. "Yes mister, niambie." Dickson alianzisha mazungumzo. "Blaza, nipo hapa natafuta kazi. Nimepita hapa kuuliza kama kuna kazi yoyote. Mimi yoyote tunafanya." "Okay, wewe una elimu gani?" "Nitakuongopea tu ndugu yangu. Blaza, sina elimu yoyote kusema naweza hata nikazungumza mbele za watu. Sina mimi elimu yoyote ile." "Okay. Nilikuwa nataka watu wa kumwagilia maua, lakini ninyi wa mtaani ninyi bwana, kuna namna mlivyo yani. Nyinyi mnakuwa wezi sana kama nini?" "Hapana boss. Kwangu mimi hapana kabisa. Mimi ni kijana mwaminifu kabisa, sina shida." "Wewe jamaa bana, sema nini? Kwa kuwa umejitokeza basi njoo kesho mwanangu tuzungumze vizuri. Nadhani tutaelewana na kuanza kazi." Dickson alimwambia. Magoti ya Isa yalitua katika ardhi. Alijikuta akimshukuru kwa wema ambao ameuonesha, lakini Dickson hakutaka ashukuriwe kwa namna hii. Alimuinua na kumwambia arudi siku inayofuata kwa ajili ya kuanza kazi. Basi furaha msikilizaji ilikuwa kubwa sana kwa Isa mara baada ya kujua ana uhakika wa kupewa kazi katika nyumba ile. Alirudi nyumbani huku akiwa na chipsi yai. Aliweka katika mfuniko wa ndoo, akaweka chini na kuanza kula na mwanae Nahia. Isa alimuita mwanae kwa utulivu wa hali ya juu mno, kana kwamba Nahia alikuwa ni mtu mzima wa kujadiliana naye jambo fulani na wakaelewana. "Abe, sura yako ni nzuri sana mwanangu Asante baba." Niambie mama, unampenda nani?" "Wewe hapo." Nakupenda pia mwanangu, na baba yako nakwenda kupata kazi. Nitakuwa nakuletea zawadi kila siku, ice cream, maandazi, juisi. Sawa mama Alimwahidi binti yake na waliendelea kula chakula hadi pale ambapo kilimalizika. Kutokana na michezo mingi ambayo Nahia alikuwa nayo, basi alilala mara baada ya kumaliza kula chakula. Isa akamtazama binti yake. Aliweka mkono katika shingo ya Nahia, lakini alihisi kama ana joto kali hivi. Dalili hii akaipuuza, akajilaza kando yake. Basi asubuhi ilipoingia, ilikuja na tukio moja la kuumiza moyo. Tukio la kuumwa kwa Nahia. Mtoto alishikwa na homa kali sana msikilizaji, huku mwili wake ukichemka kila sekunde. Isa alipagawa mno alivyoamka. Ratiba yake ya kwenda Masaki ikafa mazima. Akajikung'uta katika mfuko wake na akakuta na pesa kiasi. Haraka akamwahisha mtoto hospitali. "Huwa unalala katika neti?" daktari aliuliza mbele yake. Hapana, hata tulali, hatuna neti." "Kwa nini sasa? Unategemeaje sasa ikiwa hutumii neti kujikinga na mbu wenezao malaria?" "Ni makosa tu dokta. Jitahidi tu mhudumie mwanangu. Mwanangu anaumwa." "Niambie kwanza anaumwa nini sasa hivi?" "Ana malaria." "Unauliza tena anaumwa nini? Nishakuuliza mambo ya neti hapa." "Ana malaria, tena malaria makali sana." "Hongera tu kwa sababu umemwaisha kumleta hapa hospitali." "Asante sana Mungu wangu, asante." Alishukuru Isa huku akiwa anapokea majibu ya ugonjwa ambao anaumwa mtoto wake. Utapewa dawa hapo dirishani, lakini hakikisha kuwa unampatia kwa wakati, na kama mama yake yupo basi mpe maelekezo haya, maana nyewe wanaume huwa mnakuwa na mambo mengi sana," daktari alisisitiza. Baada ya majibu na kuambiwa nini anatakiwa kufanya, Isa alirudi nyumbani, lakini alipofika tu alikutana na Nadhifa ambaye alikuwa ameweka mabegi yake katika mlango wa chumba anachoishi Isa. Alimtazama huku akipiga hatua taratibu. Wakati haya yanaendelea, upande wa Jamila huko alikuwa ndo anahamia nyumbani kwa Dickson kama ambavyo walikuwa wamekubaliana. Akiwa sebleni yeye na Dickson wakiendelea kuongea pale, ghafla mlango ulifunguliwa
na mama Dickson aliingia ndani akitokea nje. Haraka Jamila alisimama akatoa salamu kwa mama mkwe wake kwa maana ya mama Dickson, lakini salamu yake ilipuuzwa. Mama Dickson alimtazama Jamila kuanzia juu hadi chini huku akibetua midomo yake. Akarudisha macho kwa mtoto wake na kumuuliza, "Yaani huyu ndo mfanyakazi ambaye Diana amesema atakuwa anakuja hapa?" Lilikuwa ni swali ambalo lilimfanya Jamila kusinyaa na kuwa mdogo kapilitoni. Dalili mbaya ilijionyesha mapema. No mama, sio hivyo bwana. Huyu ni mke wangu." Dickson alizungumza akiwa anamtazama Jamila. Akamwambia, "Baby, huyu ni mama yangu mzazi." Mama, shikamoo." Jamila alisalimia huku akimpa mkono mama Dickson, lakini mkono wake haukupokelewa na hata salamu yake haikujibiwa. Alipuuzwa. Sawa, mama Dickson aliitikia, kisha huyo alipiga hatua hadi chumbani kwake. Nyuma mazungumzo yaliendelea. Jamila alitaka kuelewa juu ya kile ambacho kimetokea muda mfupi. Aliuliza kwa sauti ya chini chini, "Asa mbona kama sijapokelewa vizuri? Huyu ndio mama yako ambaye nitakuwa naishi naye hapa kila siku?" No, unajua mama ana tabia ya kumpima mtu kwa muda so hawezi kukurupuka hivi hivi. Lazima vitu kama hivyo kuonesha kwanza. Anakupima tu hapo, sawa? Alijichekesha hapo Dickson. Lakini Jamila akamwambia, "Dickson, mbona hata ndugu yako amepita hapa na nimempa salamu lakini ni kama alivyofanya tu mama yako. Yaani kanipita tu na hata salamu yangu hajaitikia. Kwa nini?" Wewe hapana bana baby. Ondoa shaka, utakuja tu kwa furaha. "Sorry guys, nguo zangu ni chafu Wifi, nifulie basi." Alikuwa ni Diana ambaye alisimama katika korido akiwa na nguo rundo zima mkononi akizitupa chini. "Diana, hivyo ni tabia gani unaanzisha hiyo?" Dickson alimkaripia dada yake. "We Dickson, wewe unamkaripia vipi mwanangu? Hebu usikiliza alichokisema." "Hebu ngoja kwanza, ngoja nifike hapo." Sauti ya mama Dickson ilisikika kutokea chumbani. Dakika mbili mbele naye alitoka na rundo kubwa sana la nguo. Alienda kuziweka mbele ya miguu ya Jamila akisema, "Binti, nguo hizo hapo naomba ufue unyooshe na unipangie vizuri, nitarudi baadaye." Aliondoka zake. "Na mimi zangu hizi hapa, fua bwana wifi sawa Diana naye alitua nguo zake katika miguu ya Jamila kisha huyu alitoka nje. Dickson alimtizama Jamila ambaye alionekana kuwa na hasira si kawaida. Ni kweli Jamila alikuwa na hasira. Akamtazama Dickson na kumuuliza, "Atakuwa maisha ya kila siku ndani au ni leo tu ndo kunipima mnasema mnanipima?" Akamwambia, "Baby, yani hii ni kama nilivyokuambia, upo hapa kupimwa na kama kweli we ni mke sahihi ama la wataona tu wenyewe. Kwa hiyo nitakuwa na nyanyasika hivi, si ndio?" Jamani, Margaret, hapana. Hapa hautanyanyasika mke wangu. Wafanyie kile ambacho wamekisema. Wewe wafanyie tu, utaona matokeo yao wenyewe, utaona. Sawa? Hapana bana, sipo tayari. Nguo zote hizi, mimi siwezi bana. "Listen baby, mimi nitakusaidia. Hebu twende tukafue wote." Dickson alijaribu kumshawishi Jamila na mwisho alibeba nguo. Wote walielekea kufua. Kumbuka Dickson anamfahamu Jamila kwa jina la Margaret. Hamtambui kwamba anaitwa Jamila. Jamila ameingia katika nyumba hii kimagendo na kwa uongo, lengo wajipatie mali. "Wewe, hivi imekuwaje hadi uko hapa muda huu? Alafu uko hapa na mabegi?" Swali hili liliulizwa na Isa mara baada ya kufika mlangoni. "Nimeamua kwanza maisha rasmi na wewe." "What? Maisha na nini wewe?" "Nadhifa, hivi umechanganyikiwa wewe?" "Sasa unaona kwamba mimi nimechanganyikiwa Isa?" "Hapana, lakini acha kunitafutia matatizo wewe mwanamke. Hebu ondoka hapa. Mimi sipo tayari kuona." Alishindwa kumaliza kuzungumza mara baada ya kugeuka upande wa pili. Gari ya mama yake ilikuwa imesimama huku akiwa ameongozana na mabouncer kama watatu ambao waliamriwa kwenda kumchukua Nadhifa iwe anataka ama astake. "Hebu tuondoke wewe mtoto mpuzi." Mama Nadhifa aligomba. "Mama, mimi sitaki kwenda popote." Vijana, fanyeni kazi yenu." Kauli hii ilimtoa Nadhifa katika mlango wa Isa. Vijana walifanya kazi yao lakini hawakuacha kupigwa na Nadhifa. "Mimi furaha yangu ni Isa, mimi naomba mniache. Sitaki kukaa nyumbani, mimi sitaki." Nadhifa alilalamika lakini haikusaidia kitu. Aliondolewa, alibebwa mkuku na wale mabouncer.
Isa aliingia ndani na binti yake, akampa dawa na mwisho aliamua kujipumzisha. Mchana ulipita ukiwa na mambo kadha wa kadha ambayo aliyawaza sana kwa siku hiyo. Ukaingia usiku. Usiku ulipoingia, aliwaza kuhusu kesho yake na sehemu ambayo alikuwa ameomba kazi. Aliona ni muhimu kwenda na namna yoyote ile, hata kama alikuwa nje ya ahadi. Moyoni alijiapiza, haitajalisha nini kimetokea, lakini ni lazima niende tu. Basi siku ya pili ikaingia, lakini bado afya ya Nahia ilikuwa mbaya sana. Aliendelea kuumwa, huku Isa akiwa ndio mwangalizi mkuu wa afya ya binti yake. Kwa hivyo siku hii pia akashindwa kwenda Masaki kama alivyokuwa amepanga. Msikilizaji, ikabidi abaki nyumbani kumhudumia mtoto wake hadi hapo atakapokuwa sawa. Kuhusu Nadhifa hakutaka kujua lolote, maana alihisi huenda angejiingiza katika matatizo mengine ambayo hayamhusu kabisa. Siku iliyofuata Nahia alikuwa ameanza kukaa sawa. Alichangamka na kuweka tabasamu katika uso wake. Kama mzazi, alifurahi sana Isa kuona binti yake yupo na anaendelea kuwa na furaha. Asubuhi ilipopambazuka siku hiyo, jambo la kwanza lilikuwa ni kumtengea mtoto wake dawa, chakula pamoja na mambo mengine muhimu. Kilichofuata ni kumbeba mgongoni kwake, kisha aliondoka kuelekea Masaki. Lisaa mbele alikuwa amefika Masaki. Alikuwa anatembea, akabisha hodi. Alikaa dakika kama 3 akisubiria. Hatimaye mlango ulifunguliwa na Dickson ambaye alikuwa amevaa singlet pamoja na bukta alitoka. Isa alitaka kumsalimia, lakini alisita mara baada ya kumwona mtu mwingine nyuma yake. Hakuwa mwingine bali ni Jamila. Kwa sauti ya mshangao, Isa alipayuka. Jamila! Sauti hii ilifuatana na sauti ya mtoto wake akiita, "Mama!" Jamila akazisikia sauti zote mbili, naye ndio alipaswa kuzijibu sauti hizi zote kwa wakati mmoja. Msikilizaji, hiki ni Kimbembe. Sijui itakuwaje. Sijui Jamila atazungumza nini, na sijui timbwili ambayo itatokea hapa. Sielewi kwa kweli. Hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi inaitwa Nabaki na Wewe ama Nibaki na Wewe. Imeandikwa na Sam the Fool. Hem, tukutane katika sehemu ya pili tufahamu nini ambacho kiliendelea. Dickson atagundua mchezo unaoendelea na yani kiufupi ni kitu gani ambacho Jamila atajitetea katika hili. Na kumbuka kwamba Isa amemwita kwa jina la Jamila, lakini Dickson anamfahamu Jamila kwa jina la Margaret. Hajui kwamba anaitwa Jamila. Sasa nini kitatokea? Na kazi hiyo ambayo amekwenda kuitafuta Isa ataipata katika nyumba hiyo? Hapo ni Kimbembe aisee. Hebu tukutane katika sehemu ya pili tufahamu nini ambacho kitaendelea mara baada hapa. Mimi naitwa Mr. Tuliano. Hapa ni Simulizi Zetu Media. Nambari yetu ya WhatsApp ni 0757567253 na utuambie pia sehemu ya comment kwamba unasikiliza simulizi hii ukiwa wapi ndani ya mipaka ya Tanzania, East Africa na duniani kwa ujumla. Watu wa Oman, watu wa USA, Australia, Congo, Rwanda, Burundi, Kenya, tujuane. Niambie kwamba unasikiliza story hii ukiwa wapi na unajifunza nini. Lakini kumbuka ndo kwanza tunaianza story ni ndefu kidogo, tutaendelea nayo hii, tutazidi kupata mambo, tutazidi kupata burudani na elimu mbalimbali ndani ya story hii kutoka kwake mwandishi Sam the Fool. Asante, tukutane katika sehemu ya pili.